Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Mtazamaji na msikilizaji wetu, tunakualika mara tena kufuata taarifa yetu za leo ambazo zinatoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Fizi News ambayo inakutangaza kutoka nchini Kongo, inakuletea habari moto za kweli kabisa. Kabla ya hujaingia kindani kwa taarifa zetu, tunakuomba ujabone na usambazie wengine taarifa hizi ili wasipate kihalisi kabisa kama vile wewe ulivyozipata. Ukitaka kupata habari za kweli kabisa zisizoegemea upande wowote, chagua Fizi News kuwa chaguo lako la kuipata taarifa habari kila siku. Msomaji wako leo ni mimi Lubunga la Voani, nitakuwa nawe mwanzo mwisho na kuomba unitegee sikio. Tuanzie habari zetu huko Itombwe. Ni kwamba kijiji cha Kipupu, makao makuu ya sekta ya Itombwe katika wilaya ya Mwenga mkoani Kivu Kusini, kimerejea tena chini ya udhibiti wa wapiganaji wazalendo baada ya waasi wa Twirwaneho M23 kujiondoa kufuatia mapigano makali yaliyopangwa Jumatatu tarehe 13 Julai mwaka huu. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya ndani, waasi hao waliingia katika kijiji cha Kipupu baada ya kuwazidi nguvu wapiganaji wazalendo katika mapambano yaliyodumu kwa masaa kadhaa. Wakiwa ndani ya kijiji hicho, walidaiwa kuchoma baadhi ya nyumba za raia kabla ya kujiondoa usiku na kujielekeza upande wa Mikenge walikotokea. Taarifa hizi zimethibitishwa na baraza la vijana katika sekta ya Itombwe kupitia mratibu wake Lewise Mfariji katika taarifa yake kuhusu hali ya usalama maeneo hayo. Kwa mujibu wa Lewise Mfariji, hali ya usalama kwa sasa imerudia kuwa tulivu baada ya wazalendo kurejesha udhibiti wa kijiji cha Kipupu. Hata hivyo, licha ya kurejea kwa utulivu wa muda, wananchi wengi bado hawajarejea makao yao. Wakazi wote wa kijiji cha Kipupu wamekimbilia maeneo ya jirani wakihofia usalama wao, huku wakikabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu na kukosa misaada ya dharura. Mapigano ya mara kwa mara katika sekta ya Itombwe yanaendelea kusababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao na kuongeza hitaji ya msaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Mashirika ya kiraia tarafani Fizi mkoani Kivu ya Kusini vimeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu athari zinazosababishwa na kukosekana kwa huduma za mawasiliano ya simu na interneti katika wilaya ya Fizi pamoja na mji wa Baraka kwa kipindi cha wiki mbili sasa. Katika taarifa yao iliyotolewa baada ya kufanya uchunguzi wa hali hiyo, asasi za kiraia zimesema kuwa tangu tarehe 3 Julai mwaka huu, wakazi wa Fizi na Baraka wamekuwa wakiishi bila huduma za mawasiliano ya simu na internet, hali ambayo inaendelea hadi sasa. Kwa mujibu wa shirika za kiraia, kusitishwa kwa huduma hizo kuna ikiuka haki ya wananchi ya kupata habari na kuwasiliana, haki ambazo zinalindwa na azimio la Umoja wa Mataifa za haki za binadamu pamoja na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asasi hizo zinaeleza kuwa kukosekana kwa mawasiliano kumesababisha athari kubwa za kiuchumi na kijamii. Huduma za kutuma na kupokea fedha kwa njia ya simu kama vile Airtel Money, Orange Money na M-Pesa zimekwama, jambo linalosababisha shughuli za kibiashara kuzorota na maisha ya wananchi kuwa magumu zaidi. Aidha, wakaaji wengi wameshindwa kuwasiliana na ndugu zao walioko maeneo mengine na kukosa huduma mbalimbali zinazotegemea mtandao wa mawasiliano. Vile vile, asasi za kiraia zimedai kuwa katika siku za hivi karibuni kumekuwa na operesheni za kukamatwa kwa vifaa vya Starlink vinavyotumiwa na baadhi ya mashirika na taasisi zinazotoa huduma kwa umma, na pia zimesema kuwa kuna vitisho zidi watu wa taasisi zinazojaribu kurejesha mawasiliano na washirika wao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hali hiyo imewaathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za mashirika ya kibinadamu yanayotoa misaada kwa wananchi walio katika mazingira magumu, kwani wameshindwa kuratibu na kutekeleza ipasavyo
hizo shughuli zao. Kutokana na hali hiyo, shirika la raia tarafani Fizi limetoa mwito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha huduma za mawasiliano ya simu na interneti, zikisisitiza kuwa mawasiliano ni haki ya msingi ya kila mwananchi na ni muhimu kwa ustawi wa maisha ya kijamii na kiuchumi katika wilaya ya Fizi na mji wa Baraka. Ndiyo, ndugu mtangazaji, tumekwenda kulalama kufatana na hali ya ukosefu ya mitandao katika tarafa la Fizi ambayo tunaita connection internet, hata ile tunaita reseau ya telecommunication. Shirika la raia tulikuwa tukichunguza swala hilo kwa bega. Yapata sasa wiki mbili tangu reseau de telecommunication mobile wala connection internet ipotee katika tarafa la Fizi hata jiji la Baraka. Tunasema kwamba mambo kama na hayo ni mambo ambayo inakwenda kuviole wala kugeuka ile ambayo tunaita Declaration Universelle des Droits de l'Homme. Hata hivyo inakwenda kugeuka wala kuviole katiba yetu ya nchi yetu ya Kongo, hata na zingine sheria fulani za kimataifa ambazo nchi yetu ya Kongo imekwenda kusaini. Utakwenda kujua kwamba katiba yetu ya Kongo hata na ile Declaration Universelle des Droits Humains inasema kwamba kila mtu ana haki ya kujua habari, ya kuhabarishwa, hata na ya kupana habari, hivyo hata na ya kuongea kupitia mitandao fulani, na ni haki ambayo inakuwa kwa wakongomani hata na kwa watu wote ambao wanaendelea kuishi katika nchi yetu ya Kongo. Ni kwamba ukosefu wala mitandao wala kupir ya hiyo connection internet wala na marezo de telecommunication mobile ina vinyume, wala inaendelea kuonesha vinyume. Kwa sasa inakuwa na vinyume katika tarafa la Fizi hata na jiji la Baraka, kwa sababu watu wengi wanawekeza pesa zao kwenye mitandao, na kwa siku kama na leo hawana haki ya kutosha wala kuingiza pesa hizo, kwa sababu hakuna mitandao haitumiki. Hivyo utakwenda kujua kwamba maisha yanaendelea kuwa magumu, kwa sababu watu hawana haki ya kuzungumza wala kuongea kwenye mitandao, hata hivyo na kuuza vitu kupitia mitandao hiyo. Tumekwenda kulaani vikali ile operation ambayo inakwenda kuendeshwa mara kwa mara, kwa sababu watu wanaendelea kunyang'anywa ile ambayo tunaita connection internet wala kite ya Starlink ambayo inaendelea kupana connection internet kwenye mashirika tofauti hata kwenye maentreprise fulani, na hivyo vitu vinaendelea kunyang'anywa na services za security, na watu hivyo wanaendelea kutishiwa mara kwa mara. Kwa mtu yote ule ambaye anaenda kuleta mawazo ya retablir connection internet ili apashwe kufanya kazi zake kama kawaida, wanaendelea kutishwa na kuambiliwa kwamba watafungwa na hizo ambazo tunaita services za security. Donc tutakwenda kujua kwamba kuna shirika nyingi za kiutu ambazo zinapatikana katika tarafa la Fizi hata na jiji la Baraka ambazo wanafanya ile tunaita assistance mkash. Hizo assistance zote zimesitishwa kwa sababu hakuna ile ambayo tunaita réseau de télécommunication mobile wala internet ambayo ingefasilite kuhudumia watu wanyonge ambao wanapaswa kuhudumiwa katika tarafa la Fizi. Na ndio kwa maana tumeomba iwezekanavyo government yetu ya Kongo ifanye jitihada zote ili réseau de télécommunication mobile hata za internet ziwe opérationnel katika tarafa la Fizi, kwa sababu zina vinyume vingi kwa raia na hata kwa community yote nzima. Kwengineko ni kwamba hali ya usalama inaendelea kuwa tulivu katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Fizi na mji wa Baraka mkoani Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tofauti na siku zilizopita ambako kulikuwa na hofu kubwa ya wahasi wa M23 kushambulia na kuteka mji wa Baraka. Kwa sasa wananchi wengi wameanza kurejesha katika shughuli zao za kila siku katika vijiji vingi vya Fizi vikiwemo Mlima, Lumanya, Kamba na Kichula. Wakati
wakazi wanaendelea na shughuli zao, kilimo, biashara na shughuli zingine za kujikimu baada ya hali ya taharuki kupungua. Hali hiyo ya utulivu imechangiwa na kupungua kwa taarifa za vitisho zilizokuwa zikisambazwa kuhusu uwezekano wa waasi wa M23 kushambulia maeneo mbalimbali tarafani Fizi. Taarifa hizo zilikuwa zimesababisha baadhi ya wananchi kuhama makazi yao kwa hofu ya usalama, hasa baada ya waasi kuteka ngome kuu ya FARDC katika eneo la Pwenzero na kuzua wasiwasi kuhusu usalama wa mwambao wa ziwa Tanganyika kwa ujumla. Kwa sasa utulivu unashuhudiwa katika mji wa Baraka, Fizi Center, Misisi, ambako baadhi ya wafanyabiashara waliokuwa wameanza kufunga duka zao kwa hofu sasa wameyafungua tena na shughuli za kawaida zinaendelea licha mitandao ya mawasiliano kuwa imefungwa. Aidha, hiyo imeimarishwa na mwito wa gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi aliyewataka wananchi kutokuwa na hofu na kuendelea na shughuli zao za kawaida, akisisitiza kuwa hali ya usalama iko chini ya udhibiti ya jeshi la taifa FARDC na mashirika wake wazalendo. Hata hivyo, mamlaka inaendelea kuhimiza wananchi kuwa waangalifu, kufuatilia taarifa rasmi za usalama na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazina uthibitisho. Uvira. Jiji la Uvira mkoani Kivu Kusini limekumbwa tena na tukio la uhalifu wa kutumia silaha baada ya watu wanaodaiwa kuwa majambazi kuvamia nyumba katika mtaa wa Kiaya usiku wa kuamkia Jumatano Julai mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa mashuhuda, watu au wenye silaha waliingia kwa nguvu ndani ya nyumba hiyo na kuondoka na mali mbalimbali zenye samani. Katika tukio hilo, mwenye nyumba alijeruhiwa kwa kukatwa na mapanga na washambuliaji hao wakati alitaka kujinusuru. Baada ya tukio hilo, alikimbizwa kwa dharura katika hospitali ya Witemesepaki nchini Uvira kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Hadi sasa mazingira halisi ya uvamizi huo bado hayajafahamika, huku mamlaka husika zikiendelea na uchunguzi ili kubaini wanaohusika na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Tukio hili linaongeza wasiwasi miongoni mwa wakaaji wa Uvira kuhusu ongezeko la vitendo vya ujambazi na ukosefu wa usalama wakati wa usiku. Wananchi wanaendelea kutoa mwito kwa vyombo vya usalama kuimarisha doria na hatua za ulinzi ili kulinda maisha na mali za raia. Uvira tu ni kwamba alfajiri ya leo Jumatano tarehe 15 Julai 2026 majira ya saa 10 za usiku kuelekea alfajiri, mwanaume mmoja aliyetambulika kwa jina la Inosa ambaye ni dereva na mkaaji wa mtaa wa Kalundu amejeruhiwa vibaya kwa kupigwa risasi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana baada ya tukio hilo, majeruhi alikimbizwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Uvira ambako anaendelea kupata matibabu. Tukio hilo linajiri wakati ambapo hali ya usalama inaendelea kuzorota katika mji wa Uvira na Baraka, ambako wananchi wamekuwa wakiripoti kuonekana kwa watu wenye kuwa na silaha wasiojulikana wakizunguka mali mbalimbali. Wananchi wanaeleza kusikitishwa na matukio hayo ya ukosefu wa usalama na kutoa mwito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kurejesha usalama na kulinda maisha ya raia na mali zao. Hadi sasa, hadi muda huo ambao tunatayarisha taarifa hii, hakuna tamko rasmi ambalo limetolewa na mamlaka kuhusu tukio hilo wala kuhusu wahusika wa shambulio hilo. Tubaki Uvira tu ni kwamba hofu na taharuki zimetanda katika mji wa Uvira mkoani Kivu ya Kusini baada ya kichwa cha mtu kupatikana kando ya mto Mulongo ya asubuhi ya Jumatano hii. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na chanzo chetu, tukio hilo lilishuhudiwa majira ya saa 3 asubuhi ambako wananchi walikiona kichwa hicho kikiwa kimetenganishwa na mwili. Hadi sasa mwili wa marehemu haujapatikana na mazingira yaliyosababisha tukio hilo bado hayajafahamika. Mpaka wakati huu mamlaka za mji wa Uvira hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo
huku uchunguzi ukisubiriwa ili kubaini utambulisho wa marehemu pamoja na waliohusika na mauaji hayo. Tukio hilo limezidisha wasiwasi kwa wananchi kuhusu hali ya usalama inayozidi kuzorota katika mji wa Uvira na Baraka. Wakazi wengi wanasema mauaji ya watu wasiojulikana yamekuwa yakitokea mara kwa mara bila wahusika kutiliwa mbaroni. Akizungumza na chombo chetu cha habari, mmoja wa wakazi alisema kuwa karibu kila siku kuna ripotiwa mtu mmoja au wawili kuuawa na watu wasiojulikana, jambo linalofanya wananchi kuishi kwa hofu zaidi. Licha kuwepo kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ambavyo vina jukumu la kulinda raia na mali zao, wananchi wanaendelea taka serikali ya mkoa pamoja na serikali kuu kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kukomesha wimbi la mauaji na kurejesha usalama katika eneo hilo la Uvira. Na kwingineko ni kwamba tarehe ya mwisho iliyokuwa imetajwa na Marekani kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepita bila hatua hizo kushuhudiwa. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vilivyozungumza na vyombo vya habari, hadi kufikia Julai 15, 2026 hakuna uthibitisho rasmi unaonyesha kuwa vikosi vya jeshi la ulinzi la Rwanda vimeondoka katika maeneo yanayodhibitiwa na muungano wa M23. Ikumbukwe kuwa tariki 4 Julai mwaka 2026 waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza hadharani kuwa alitarajia kuona wanajeshi wa Rwanda wakiondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya katikati ya mwezi. Tarehe 15 ndio ilikuwa ya mwisho wa muda uliowekwa katika makubaliano ya amani yaliyotiliwa saini mjini Washington huko Marekani. Makubaliano hayo yaliweka wajibu kwa pande zote mbili. Kwa upande wa Rwanda, ilitakiwa kuondoa hatua za kijeshi na ulinzi zilizokuwa zimewekwa katika maeneo husika. Nayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitakiwa kuchukua hatua za kuzofisha na kuondoa makundi ya waasi wa FDLR yanayofanya shughuli zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali ya Rwanda wala ya DRC kuhusu kiwango cha utekelezaji wa vipengele hivyo vya makubaliano ya Washington. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya utekelezaji wa makubaliano hayo, huku wakisubiri tamko rasmi kutoka kwa upande zote husika pamoja na wapatanishi wa kimataifa. Wajumbe watatu toka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamewasili nchini Goma mkoani Kivu ya Kaskazini wiki hii kwa ajili ya kutathmini utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoafikiwa kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa muungano wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na mchakato huo, ujumbe huo ulilenga kufuatilia kwa karibu namna pande zote mbili zinavyotekeleza masharti ya makubaliano hayo, ikiwemo ni pamoja na kuheshimu usitishaji wa mapambano, kuzuia vitendo vya kuchokozi na kuweka mazingira yanayowezesha kufuatisha mazungumzo ya amani. Tathmini hiyo inafanyika wakati ambapo bado kuna wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mara kadhaa kumekuwa na taarifa za mapigano, mashambulizi na madai ya ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha vita. Vyanzo vya serikali vinaeleza kuwa wajumbe hao watakutana na maafisa wa ngazi mbalimbali wanaohusika na utekelezaji wa makubaliano hayo pamoja na wadau wengine wanaofuatilia mchakato wa amani. Lengo ni kubaini hatua zilizopigwa, changamoto zilizopo na mapendekezo ya kuimarisha utekelezaji wa makubaliano hayo ili kurejesha utulivu katika maeneo yanayoathirika na vita. Ujio wa ujumbe huo unakuja wakati juhudi za kidiplomasia zinaendelea chini ya usimamizi wa wapatanishi wa kikanda na kimataifa wanaosisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa makubaliano yaliyoafikiwa na kuepuka hatua zozote zinazowezesha kurejesha mapigano.
Wakaaji wa Goma na maeneo mengine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya mchakato huo, wakieleza matumaini kwamba tathmini hiyo itasaidia kuimarisha uaminifu kati ya pande husika na kufungua njia ya kurejesha amani ya kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa miaka kadhaa sasa, mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 yamesababisha maelfu ya wananchi kupoteza makazi yao, huku wengine wakipoteza maisha na mali zao. Hivyo utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaonekana kuwa hatua muhimu katika juhudi za kupunguza mateso ya raia na kurejesha hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathirika na mzozo huu wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpaka hapa tunafika mwisho wa taarifa zetu za leo. Mpenzi mtazamaji, popote pale ambapo unatutegea sikio, tunashukuru kwa support yako. Endelea kutusikiliza, endelea kusambaza habari hizi kwa wengine ili wazipate kama ulivyozipata. Bye bye, tutakutana kwenye habari zingine. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.